Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu au kushika kasi katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Tunachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Ukraine imeporomoka kutoka kwenye kipaumbele kwa utawala wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden hadi kuwa mmoja tu wa wateja wengi wanaoweza kumiliki silaha chini ya Donald Trump. Mchumi mmoja anaandika, kulingana na chombo cha habari, Ukraine iko tayari kulipa chochote itachukua kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot, lakini mwitikio wa White House umekuwa si wa kujitolea kama wakati wa Joe Biden. Aidha, kukabiliana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi kunazidi kuwa vigumu kwa ulinzi wa anga wa Ukraine. Jarida la The Economist linasema kwamba ikiwa usitishaji wa mapigano hautafikiwa katika mazungumzo ya Urusi na Ukraine, vitengo vya ulinzi wa anga vya Kiev vitahitaji kugawa waingiliaji wao. Vile Iskanda ya Urusi imeshambulia meli ya kontena iliyokuwa imebeba shehena ya kijeshi kwenye bandari ya Odessa na kusababisha moto mkubwa. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mnamo Mei 23 wafanyakazi wa mifumo ya makombora ya Iskanda walifanya shambulio la kombora kwenye meli ya kontena iliyokuwa ikisafirisha mali za kijeshi hadi bandari ya Odessa pamoja na gala la kuhifadhia makontena katika bandari hiyo. Meli hiyo ilikuwa imebeba takriban kontena 100 zenye shehena ya kijeshi, zikiwemo ndege zisizo na rubani, droni na risasi. Kutokana na athari za mashambulizi hayo, kulikuwa na mlipuko wa pili wa risasi na makontena yalikuwa yamehifadhiwa kwenye gati pamoja na moto mkubwa, wizara ilisema. Vile vikosi vya ulinzi wa anga vya kundi la Russia Magharibi vimedungua ndege 14 zisizo na rubani za Ukraine ndani ya saa 24. Msemaji wa kundi la vita Ivan Bigman anasema wahudumu wa ulinzi wa anga waliharibu ndege 14 za mrengo wa kudumu zisizokuwa na rubani. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, ni kwamba vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimenasa na kuharibu ndege zisizo na rubani 110 za Ukraine kwenye maeneo ya nchi hiyo, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Ilikuwa ni katika mkoa wa Orov, Belgorod na Kursk, mkoa wa Smolensk, Lipetsk, Nizhny Novgorod na mikoa mingineyo ikiwemo Turkmenistan, Later na Kaluga. Hata Moscow na Tver pia iliguswa na makombora hayo. Vile wanajeshi wa Ukraine wamerusha risasi 33 kwenye makazi katika Jamhuri ya Watu Donetsk kwenye muda wa saa 24 zilizopita, huku visa 9 vya mashambulizi vikisajiliwa. Utawala wa mkuu wa DPR na serikali unaripoti. Hayo yakiendelea, vitengo vya kikundi cha vita vya Urusi vinakamilisha dhamira ya kuunda eneo la usalama kwenye mpaka wa shirikisho la Urusi. Msemaji wa Battle Group North Yaroslav Yakimkin anasema vikosi vya jeshi la Urusi vinasonga mbele kila siku vikiliunga mkono jeshi la Ukraine kutoka mpaka wa jimbo kwa ajili ya kuunda eneo la usafi na kuhakikisha usalama. Msemaji huyo alisema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile makubaliano yaliyofikiwa na Urusi na Ukraine mjini Istanbul yametekelezwa kikamilifu kuhusu kubadilishana mateka. Naibu waziri wa ulinzi wa Urusi Kanali Jenerali Alexander Fomin anawaambia waandishi wa habari, katika muda wa siku 3 Mei 23, 24 na 25, wanajeshi 880 wa Urusi na raia 120 walirejeshwa. Makubaliano ambayo yalifikiwa Istanbul mnamo Mei 16 kuhusu kubadilishana yametekelezwa kikamilifu. Wataalamu wa huduma muhimu za wizara ya ulinzi ya Urusi wanatoa msaada muhimu kwa wanajeshi wa Urusi waliokuwa kutoka Ukraine ambao kwa sasa wapo katika Jamhuri ya Belarus na ambao wanajiandaa kuondoka kwenda Urusi. Fomin aliongeza, Moscow inatarajia kubadilishana mateka kujenga mazingira mazuri kwa ajili ya kutatua mgogoro wa Ukraine, alisema katika video iliyoweza kurushwa na wizara hiyo. Vile eneo salama litajumuisha karibu Ukraine nzima ikiwa msaada wa kijeshi wa serikali ya Kiev utaendelea. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi Dmitry Medvedev anasema ikiwa msaada wa kijeshi kwa utawala wa Banderait utaendelea, eneo salama linaweza kuonekana kama hii, aliandika kwenye eneo lake la Telegram na kutuma video ambapo eneo la buffer zone linaloshughulikia karibu eneo lote la Ukraine lakini kwa sehemu ndogo ya magharibi. Siku ya Alhamisi, rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza wakati wa mkutano na maafisa wa serikali kwamba uamuzi umefanywa wa kuanzisha eneo la usalama kwenye mpaka wa Urusi na Ukraine. Akiwa ziarani China mwaka mmoja uliopita, Putin aliashiria mashambulizi ya makombora kwenye maeneo ya mpaka wa Urusi katika mikoa Belgorod na Bryansk na Kursk kutoka eneo la Ukraine. Alisisitiza haja ya kile alichokiita eneo la usafi ili kupata maeneo ya Urusi dhidi ya uvamizi wa Ukraine. Vile ndege iliyokuwa imebeba wanajeshi 303 wa Urusi walioachiliwa kutoka kifungoni Ukraine
imetua karibu na Moscow, kituo cha television cha Zvezda kinaripoti. Wanajeshi watapata matibabu na ukarabati katika vituo vya matibabu vya Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vile mabadilishano makubwa ya wafungwa yaliyoanzishwa na Moscow chini ya formula 1000 kwa 1000 yamewezekana kutokana na weledi wa hali ya juu wa wasemaji wa Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi na mashirika na huduma zingine pia zimefanikisha. Mbunge mkuu wa Urusi anasema, kwa mujibu wa mbunge huyo, tayari wa serikali ya Kiev unahitajika ili kufikia matokeo endelevu, lakini unaendelea kuwatia hofu raia kwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye miji ya Urusi. Kama ilivyosema, jibu la sawia la Moscow litatolewa kwa vitendo vyote vya uchokozi. Wajibu katika kesi ya kuongezeka utabaki juu ya Kiev. Mashambulizi ya Ukraine yamewaua raia 59 wa Urusi, wakiwemo watoto 5 na kuwaacha zaidi ya watu 400 na majeraha mwezi Aprili. Balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Rodin Miroshnik anasema, kwa mujibu wa data iliyothibitishwa, vitendo vya jeshi la Ukraine viliathiri angalau raia 478 mwezi wa Aprili. Watu wengi kama 419 kati yao watoto 21 walipata majeraha na raia 59 kati yao watoto 5 waliuawa. Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alibainisha kuwa ukubwa wa mashambulizi ya Ukraine uliongezeka kutoka maeneo ya Belgorod, Kursk na Bryansk. Jamhuri za watu Lugansk na Donetsk pamoja na eneo la Kherson pia zilishambuliwa mara kwa mara. Vile majeshi ya anga ya ulinzi yamedungua ndege 96 zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo ya Urusi, huku 6 zikidunguliwa katika mkoa wa Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwenye taarifa yake. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba katika muda wa saa 24 zilizopita jeshi la Ukraine limefyatua risasi 51 na kuweza kurusha ndege zisizo na rubani 69 katika wilaya 9 za mkoa wa Belgorod. Governor Vyacheslav Gladkov anaripoti kupitia Telegram. Vikosi vya Ukraine vimewapiga risasi wanajeshi wawili wa Urusi waliotekwa katika kijiji cha Razliv kusini mwa eneo la Donetsk. Mkazi wa eneo hilo aliyehamishwa anasema, kulingana na yeye, askari wa Kiukraini waliowapiga risasi mateka wa Urusi waliishi katika nyumba ya jirani. Anasema ilifanyika kwa uwazi kwa kila mtu kuona mtaani. Mwanamke huyo aliongeza, mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi imedungua ndege zisizo na rubani 96 za Ukraine usiku wa kuamkia hii leo Jumatatu, wizara ya ulinzi imeripoti. Jumla ndege 148 zisizo na rubani zimeharibiwa tangu kuanza kwa shambulio hilo. Jeshi la Urusi limekomboa makazi ya Romanovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema vitengo vya Battle Group Kusini vimekomboa makazi ya Romanovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Vile Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 220 katika eneo lake la uwajibikaji la Battle Group North. Vile watu 13 wameuawa kufuatia mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine, wakati Kiev na Moscow zikimaliza mabadilishano makubwa kabisa ya wafungwa tangu vita baina yao vianze. Maafisa wa Ukraine wameeleza mashambulizi haya ya anga kuwa makubwa ya pili mfululizo, yakijumuisha mji mkuu wa Kiev. Kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine, waliouawa ni pamoja na watoto wenye umri wa miaka 8, 12 na 17 katika jimbo la kaskazini magharibi la Zhytomyr. Rais Volodymyr Zelensky amesema kimya cha Marekani na washirika wake kinampa Rais Putin wa Urusi hamasa ya kuongeza mashambulizi. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametaka shinikizo kubwa la kimataifa dhidi ya Urusi ili kukomesha vita hivyo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.